بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Tumeshasoma walfajr mpaka tumefika kuwasoma Thamudi kwa lile neno Mwenyezi Mungu aliyosema wa thamud alladhina jabu as-sakhara bilwadi. Na leo kwa taufiki yake Mwenyezi Mungu tunasoma wa Firauna dhil autadi. Bado utaona Thamudi ni katika asma'u lati la tansarifu, na Firauna ni hivyo hivyo, ni kwamba ni ismu ambao haisarifiki. Sunaona yote tumatifishia kwa Thamudi, na Thamudi imeatifishia kwa Adi, kwa Irama. Irama imeatifishiwa kwa Adi. Kwa hiyo Irama, Thamudi na Firaun wote hawa ni katika asma'ul lati la tansarifu, majina ambayo hayasarifiki. Wa Firauna dhil autad, na Firauni mwenye askari wengi. Tafsiri hiyo ya kufasiri Firauni mwenye askari wengi ni moja katika fasiri nne. Ziko kauli nne kuhusiana na dhil autadi. Kwa nini huyu Firaun ameitwa dhil autadi? Ibn Abbasi akatufasiria kwamba sumia bidhil autadi likathrati junudihi, ameitwa dhil autadi kutokana na wingi wa askari wake, kwa ni jeshi kubwa, askari wengi, kuambiwa wa Firauna dhil autadi, na Firaun mwenye askari wengi. La pili ni dhil autadi mwenye nini, Kiswahili inaitwa mambo mazijua, mambo ambayo imechongoka kwa mbele. Unachukua mti alafu unauchonga kwa mbele, ile ndio inaitwa nini? Mambo. Ni kwamba kwa hiyo kaitwa hivyo kwa sababu kana yuadhibu nasa bil autadi, alikuwa akiwaadhibu watu kwa kutumia hizo mambo, kwamba ni miti migumu sana alafu inachongwa mbele na kuwa kama ncha kali. Sasa Firauni alikuwa akiwaadhibu watu kwa namna hiyo, yashudduha fi aidihim, anawafunga mikononi mwao. Na Hasan al-Basri, Mujahid bin Jabri, Al-Kalbiyu, wote tunawataja hao ni wanafunzi wa maswahaba. Mujahidu ni mwanafunzi wa nani? Ibn bin Abbasi. Kalbiyu pia, Al-Hasan al-Basri, wote hao tasoma kwa Ummu Salama na pia kwa Ibn Abbas na maswahaba wengi. Asema bimithli dhalika, mfano wa hivyo, adhaba Firauna zawjatahu Asia binta Muzahim indama amanati hatta matati, kwamba alimuadhibu Firauni mkewe ambaye alikuwa akiitwa Asia binti Muzahimi. Alimuadhibu wakati alipomwamini Musa, alipoamini Uislamu, mpaka alikufa huyu mama. Lakini miongoni mwa wanaotajwa katika hadithi, tena ni hadithi ambayo wengine wameingiza isnadi yake ni hasan, ila kasema isnadi yake ni sahihi,
kama Ibn Kathir asema isnadi yake ni hasan, na wengine wamepita isnadi ni sahihi. Miongoni mwa walioadhibiwa na Firaun ni Maashitatu binati Firaun. Maashitatu binati Firaun, yule msusi wa binti wa Firaun, ambaye yeye aliadhibiwa si kwa kutumia hizi autad, lakini yeye aliadhibiwa kwa kutumia sufuria kubwa ambayo alimuingiza yeye. Kwanza aliwaingiza watoto wake wote, aliwaingiza watoto wake wote ni sufuria la shaba, halafu akalitia moto mkali sana, halafu akaanza kuingiza watoto wote wa Asia. Mwisho ikawa ni kumuingiza watoto wote wa msusi wa nani? Wa Firauni. Mwisho akamuingiza msusi mwenyewe, na wakati anataka muingize yeye na mtoto wake mchanga, alikuwa na sita. Alikuwa na sita. Yule mtoto wa mgongoni mchanga, mtoto wa kiume, akamwambia iftahimi ya umma, ingia ewe mama, fa inna adhaba al-akhirati akbaru min hadha, hakika ya adhabu ya akhira ni kubwa kuliko hii. Rejea Musnad wa Imam Ahmad na vitabu vingi vya hadithi, utakutana tukio hilo. Kwa hiyo moja ya sababu ya Firaun kuitwa dhil autad ni yeye kuadhibu watu kwa kutumia mambo. Sasa walikuwa wanafanyaje? Anamlaza mtu mustalqia kama alivyofanya kwa mkewe chali, alafu anamtunga hizi mambo kwenye miguu na mikono, kisha huweka jiwe kubwa katika mchana, anamwacha hapo na jiwe hilo, anahangaika nalo mpaka afe. Kwa sura hiyo akaitwa Firaun dhil autad, Firauni mwenye hizo aina mbalimbali za adhabu kwa wale waliokuwa wakimwamini. Kosa la yule msusi wa Firaun, msusi wa binti wa Firaun, ambaye kwa anaajiriwa, yule kazi yake ni kumsuka mke wa mfalme, lakini hadithi yasema likadondoka nini? Chanuo. Akasema bismillah, akasema bismillah. Maneno ambayo sijayaona kwenye hadithi ni yale kwamba taisa Firaun wa mulkuhu, ameangamia Firauni na nani? Na ufalme wake. Binti yule anayesukwa akasema, unaposema bismillah wamkusudia baba yangu kwamba ndiye Mungu? Ambia mimi namkusudia ni Rabbi wa Rabbi, aqsudu Rabbi wa Rabba abiki, namkusudia Mungu wangu na Mungu wa nani? Ambaye kaniumba mimi na kamuumba baba yako. Akamwambia, wewe maneno unayosema haya uko tayari nimwambie baba? Sababu Firaun wakati huo alishatangaza akisema ana rabbukumul a'la, mimi ndio Mungu wenu uliyekuwa mkubwa. Sasa mimi tu mwambie tu baba yako, hakuna neno. Akaitwa akamwambia, ina maana wewe binti una Mungu zaidi kuliko mimi? Akasema naam, na Mungu kuliko wewe, na Mungu wangu mimi ndio Mungu wako. Ndio Mungu aliniumba mimi, ndio Mungu alikuumba wewe, ndio Mungu alimuumba binti yako, na ndio Mungu aliumba watu wote. Ndio hapo akaagiza askari wake wamkamate yule,
Inaambiwa mara ya kwanza walimlaza chali, wakamtundika hizo autadi, wakamtandika hizo, kamwekea na jiwe, akaona pia haitoshi. Huyu kukataa ungu wangu mimi ni muingize kwenye sufuria la shaba liliwashwa moto, pata moto mkali kabisa. Shaba sinajulikana ukali wake, mpaka lilipokolea moto mkali sana, wakaingizwa mtoto mmoja baada ya mwingine. Haya ndio yalikuwa kwenye hadithi, mpaka ikafikia mahala akaingizwa huyo msusi wa nani. Lakini kabla kumuingiza akamwambia, ninakuomba Firauni jambo moja, mifupa yangu mimi na mifupa watoto wangu izike pamoja. Akamwambia, hilo ni lako na ni haki yetu sisi. Rejeeni kisa hicho. Hao ni watu waliokufa mashahidi. Ikawa mtoto wa yule msusi wa Firauni ni mmoja katika wale watoto waliotajwa waliozungumza wakiwa ni watoto wadogo. Watoto wanne waliotajwa na Ibn Abbas, mmoja wapo ni Mashitatu binti Firaun, lakini wa pili ni Sahibu Jurayj, watatu Shahid Yusuf, yule alimshuhudia Yusuf akitaka kubakwa na Zulekha. Basi dhil autadi mashekhe pia wamepita maana yake ni hiyo, na maana nyingine waliyoweka kwamba dhil autadi ni kwamba mwenye majengo ya kila namna. Firauni na alikuwa mpenzi wa majengo, alikuwa na majengo mengi. Asema anna al-autada al-bunyanu fasumia bidhil autadi likathrati binaihi, ameitwa mwenye dhil autadi kwa sababu ya wingi wa nini? Majengo yake. Kasema hivyo Al-Dhahhak. Lakini pia akaambiwa dhil autadi kwa sababu alikuwa na mashamba mengi sana ya tende, mashamba na misitu yake. Alikuwa pia mtu anaopenda misitu mingi. Ile misitu namna ilivyoshikana na ilivyostawi na ilivyokuwa imara, wakafananisha na jeshi, ndio maana wakaita dhil autadi. Wayahtamilu annahu dhul autadi likathrati nakhlatin wa shajara, kutokana wingi wa tende, na liannaha kal autadi fil ardh, kwa sababu hiyo ni kama askari waliokuwemo katika ardhi. Fasabba alaihim rabbuka sauta adhabi, Mwenyezi Mungu akamimina juu yao. Juu ya kina nani hao? Juu ya Adi wa kwanza, na juu ya nani tena? Juu ya Thamudi, na juu ya nani? Juu ya Firaun. Fasabba alaihim rabbuka sauta adhabi wa Firauna dhil autadi alladhina taghaw fil bilad, ambao hawa walifanya uharibifu mkubwa, walipechuka mipaka katika miji. Na namna tughyanul akbar, kwamba kupetuka mpaka kulikokuwa kukubwa ni pale Firauni alipodai kwamba ana rabbukumul a'la, mimi ni Mungu wenu niliyekuwa mkubwa. Ndio ile alladhina taghaw fil biladi. Na askari wake walikuwa wanafanya mambo ya ajabu, kwa sababu hawa ndio wale ambao waliokuwa kila mwanamke mjamzito wanampasua tumbo asije akazaliwa mtoto wa kiume. Kila alikuwa mjamzito alikuwa anapasuliwa tumbo, akikutwa ni mtoto wa kike anaachwa, na akikutwa mtoto wa kiume anauawa. Au ambao wamezaliwa lazima kujulikanwe katika serikali ya Firaun kumezaliwa watoto wa kiume wangapi na watoto wa kike wangapi. Wale wote wa kiume watakaokuwa wamezaliwa wanauawa. Yote inaingia katika alladhina
taghau fil bilad, Mwenyezi Mungu akafanya azaliwe Nabii Musa alayhi salam kipindi hicho ambacho watoto wanauawa, watoto wa kiume, ili kuonyesha kaharia yake. Na katika kuonyesha kaharia yake, Firauni akamlea Musa ambaye baadaye amekuwa ni adui mkubwa. Firauni amekuwa ni adui mkubwa wa Musa, kama utakapokuja kuona huko mbele kwenye neno fasabba alaihim rabbuka sauta adhabi. Mwenyezi Mungu akamimina juu yao Mola wako aina mbalimbali za adhabu. Neno sauti nalo na maana 4. Miongoni mwa hiyo ni ile inayopatikana kwa Zamakhshari kwenye tafsiri yake kule Al-Kashaf, kwamba imeitwa sauti kwa maana ya fimbo. Asema hii ni ishara kwamba ile adhabu walioipata Firauni hapa duniani na Thamud na Adi, kile kijiadhabu kidogo, ndio maana kimefananishwa na nini? Fimbo. Yani fasabba alaihim rabbuka adhaban kasauti, fasabba alaihim rabbuka sautu adhab, yani ni adhabi kasauti, kwamba adhabu ambayo ni kama nini, idhafatul mushi nini wanaita, wengine wakasema ni aina za adhabu, kwamba imeitwa sauti sababu kijiaina tu ni adhabu za hapa duniani. Adhabu ya duniani kila itakapokuwa ni ndogo. Wengine sauti wakasema aina mbalimbali za adhabu. Takuja kuona hili neno fasabba alaihim rabbuka sauta adhabi kwa mapana yake insha Allah. Mimi naona leo tuishileni hapo, wa Firauna dhil autad, na Firauni mwenye askari wengi. Firauni mwenyewe adhabu ilimpataje, ili tupate ile kaifa faala rabbuka bifirauna. Sio aya hiyo, maneno tu, lakini ndivyo ilivyo. Kaifa faala rabbuka bifirauna, namna gani Mola wako alimfanya Firauni, ndio jambo takiwa kusoma insha Allah kesho Mwenyezi Mungu akijalia. Na kwa ufupi ni kwamba Firauni alibakishwa na huyo ataendelea kubaki mpaka siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu atuwafikishe. Wabillahi tawfiq. La ilaha illa Allah wa rabbul alamin. La ilaha illa Allah wa rabbul alamin. La ilaha illa Allah wa rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya awwalal awwalin ya akhirin wa ya dha quwwatil matin wa ya rahimal masakin.